Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, na wasalimia hamjambo, natumai mzima ubuheri wa afya, na penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio katika taifa la Tanzania. Tumebakisha masaa machache ili tukaweza kuvuka mwaka wa 2026, huku ikulu ya Samia Suluhu Hassan ikitetemeshwa na haikaliki kufuatia ujumbe mzito ambao umetumwa kwa serikali yake. Sherehe za kuvuka mwaka zimesimama ghafla katika ikulu ya Samia Suluhu Hassan kufuatia ujumbe mzito ambao ameweza kutumiwa. Kama kuna kiongozi yule ambaye amesomewa na kutumiwa ujumbe ambazo sio za kufurahisha, sio mwingine ila tu ni Samia Suluhu Hassan, hasa katika mwaka huu wa 2025 ambao utakamilika masaa machache kuanzia sasa. Ni kipi hiki ambacho kimefanyika? Naomba kusoma ujumbe ambao umetumwa kwake ili tukaweze kuangazia, na yule ambaye ameutuma sio mwingine ila tu ni rais wa chama cha mawakili nchini Tanzania TLS, ambaye anaitwa Boniface Mwambukusi. Naomba tusome ujumbe ambao ameweza kuandika katika mtandao wa kijamii, ujumbe ambao umeweza kutetemesha ikulu ya Samia Suluhu Hassan. Ameandika huku akisema hivi, ameandika katika mtandao wake wa kijamii huku akisema hivi: na kutakia heri ya mwaka mpya, na Mungu akufanye kuwa mtu mpya rohoni. Kuna watu kumaliza mwaka na mwaka kumaliza watu. Umesikiza? Kwa mwaka huu 2025 tumeshuhudia mwaka kumaliza watu, kumaanisha katika taifa la Tanzania tumeshuhudia mengi, kwa sababu kuna wale ambao waliweza kuangamia kufuatia mauaji yaliyoshuhudiwa kufuatia uchaguzi wa Samia Suluhu Hassan, kwa sababu viongozi maarufu katika mrengo wa upinzani hawakushiriki katika uchaguzi huo. Number 1, anasema ya kwamba utekwaji na upotezwaji wa raia hususan wa Tanganyika, yani utekaji nyara uliweza kukita mizizi, wengi kupotea na kuuawa. Hayo yote yaliweza kushuhudiwa nchini Tanzania na Watanzania waliweza kujinjwa. Namba 2, anasema mauaji ya laiki yaliyotokana na sintofahamu ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Yani kuna uchaguzi ulifanyika Oktoba 29 mwaka huu, lakini watu waliweza kuaga dunia kufuatia maandamano yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania. Namba 3, kuwa na viongozi wanaopenda vitu kuliko watu na utu, wakisikitishwa na vitu kuharibika badala ya uhai kupotea. Yaani viongozi, kuna baadhi ya viongozi ambao wako mamlakani wanajijali wao wenyewe pasipo jali maisha ya binadamu, ila tu wanapenda vitu vya ulimwengu kuliko watu ama maisha na kuwa na utu. Number 5, taifa kupoteza sifa na ushawishi wake kimataifa. Yaani Tanzania imekuwa na ushawishi mkubwa. Tanzania ni taifa ambalo limekuwa likijulikana kuwa taifa ambalo ni la amani kwa muda mrefu. Tangu liweze kunyakua uhuru mwaka 1961 ni taifa ambalo limekuwa na amani, lakini sasa hivi ushawishi wake umeingia kwa kaburi la sahau, kwa sababu sifa zote zimepotea kwa sababu ya Samia Suluhu Hassan ambaye aliweza kuruhusu maafa kushuhudiwa nchini Tanzania. Namba 6, anasema ya kwamba kuvurugika kwa uwajibikaji, demokrasia na mfumo wa sheria na utawala bora. Yaani vurugu ziliweza kushuhudiwa nchini Tanzania, uwajibikaji haukuwa unaonekana, demokrasia kufungiwa milango, na mfumo wa sheria, yani sheria zilikuwa zinafuatwa kwa viongozi wale ambao wako mamlakani. Namaliza akisema ya kwamba hatujachelewa kulinusuru taifa letu kama tukitaka, kwani hapa tulipo sipo na tuendako tunaweza usiwe siku kabisa. Kufanya kosa ni kosa, lakini kuendelea kurudia kosa ni kufuru mbele za Mungu. Haki, ukweli na uwajibikaji vitaliponya taifa, vitawezesha kuanza upya kwa fikra mpya, mfumo mpya na utu mpya. Na kutakieni rafiki zangu nyote heri
ya mwaka mpya wa 2026 nimechagua kusimama upande wa haki kama msingi wa amani. Ambaye ameandika ni Mwabukusi, vile ameweka na hata picha yake hapo chini, ishara tosha kwamba ujumbe huo ni wake. Ameweza kuandika katika mtandao wa kijamii. Kwa hivyo ni ishara tosha yeye amewasilisha ujumbe wake, huku akisema hata kama tumeingia kwa makosa, hata kama tumefunga milango ya demokrasia, amechagua kuwa upande wa haki na uwajibikaji, na ataendelea kutetea taifa la Tanzania, na muda haujayoyoma sana watahakikisha kwamba amani imerudi, utulivu umerudi, haki imeweza kutendeka kwa familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao. Mwaka huu wa 2025, kwa kusema ukweli halisi wa mambo, familia nyingi nchini Tanzania ziliweza kupitishwa katika maafa ama kupitishwa kwa changamoto za hapa na pale, kwa sababu kuna wale ambao waliweza kuangamia, na kufikia sasa hakuna yule ambaye anaeleweka alienda wapi. Ndio maana tunashuhudia baadhi ya watu miili yao haijapatikana kufikia sasa, kwa sababu waliweza kuangamia, waliweza kuzikwa mahali pengine kwa kaburi la pamoja. Yaani mtu anauliwa lakini anamalizwa vibaya kwa sababu ya siasa, na siasa hizi hupita. Siasa hizi hazidumu kwa muda, ila tu miaka 5-10 zinafika mwisho, hasa kwa uongozi, kwa kiti kile ambacho ni cha ngazi ya juu zaidi. Kwa hivyo Mwabukusi yeye ametuma ujumbe kama ishara tosha kwamba yeye amechagua kwa upande wa Tanzania, na atazidi kuwatetea kisheria, kwa sababu yeye ni rais wa chama cha mawakili. Hatarudi nyuma, hawezi kushawishika kurudi nyuma ama kuachana na mambo ya kutetea wa Tanzania katika siku zijazo. Kuanzia mwaka ujao, mwaka 2026, ataendelea kupigania haki, demokrasia, na kuhakikisha ya kwamba kuna utulivu, amani, demokrasia kuzingatiwa katika taifa la Tanzania. Na watu wengi waliweza kuangamia mwaka huu wa 2025 katika taifa la Tanzania na hata mataifa mengine, lakini kwa sababu ya siasa, hayo ndio tuliweza kushuhudia hasa katika taifa la Tanzania, uchafuzi mkali kushuhudiwa. Taifa ambalo limekuwa likijulikana kwa amani, lakini sasa hivi ushawishi wake katika mataifa mengine umerudi chini kwa sababu ya yale ambayo yaliweza kushuhudiwa. Mambo ya utekaji nyara, mambo ya kutiwa mbaroni, mambo ya kuambiwa wewe haufai, hayo yaliweza kushuhudiwa. Nguvu kutumika zaidi kupitia vyombo vya dola. Hayo yote tukifunga mwaka huu 2025, tuyafungie tukivuka mwaka 2026, tuvuke tukiwa na amani, vyombo vya dola viweze kupunguza nguvu zile ambazo wanazitumia dhidi ya Watanganyika ama wa Tanzania kwa ujumla. Na kufikia hapo sina lingine la kuongeza, ila tu tuzidi kuombeana, nami na kutakia heri njema wakati tunaenda kuvuka mwaka wa 2026. But if you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded a video clip to watch. Remember to share our content also at our WhatsApp groups and even on Facebook. That's the only way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye, ladies and gentlemen.